Fellow Kenyans, today is Friday. Today, I have decided to address the nation. Before we continue, I would like to say thank you to each and everyone who have subscribed to my YouTube channel. Again, I would like to say thank you to everybody who have been following me on my Facebook new page. Fellow Kenyans, I take this opportunity and I dress very well to address you as my team. From today, I have started another journey because I want us to go with a good way. Wait for me 1 minute. Fellow Kenyans, as you can see, I am back. People have been talking behind my back, but I want to tell everybody that we will work together, we will be together, and this journey we will continue together. I have decided myself I have started a whistle. Na mimi nikipulisa hii filibi ni kuonyeshana ya kwamba hii mic haijadiseti. Fellow Kenyans, mimi nimejitorea, mimi nimejidress. Ukiniangalia mimi nina look different kwa sababu nimeona ya kwamba watu wamekuwa wakinidharau wakisema sio gagi. My friends, I look. I beat look, but I don't have any peer pressure. Fellow Kenyans, what is the reason of what I want to come here and say? I open AC because it is hot. Yes. Now, I started as a mechanic. And as a mechanic, you must have a spanner. Yes. In our room, we have a carpenter. And as a carpenter, you must have door. In my room, we not only have that, we have a hammer. This one beats stone. Fellow Kenyans, you don't know which work I do. I do a lot of work to put food on my children's table, not on my table. My table is always vegetables. I don't care. Nikipulisa hii filibi, mjue mambo imeanza kukua sawa. Mimi nataka muendelee kusubscribe kwa YouTube yangu. Jao wa Qatar, Jao wa Suti, Jao smart, small boy, good boy, and a very cooperating boy. Fellow Kenyans, I know people say that I am wearing small suit. I want you to tell me how many people can afford this suit. Look at my back. Look me. Yeah. I look sweet boy. I know my inbox will come many girls. But yes, this is a fitting.
This is a fitting cloth. Yes. This is used by watchmen. So, this English is resting in peace. I want to advocate. I want to tell you, we will not be terrorized by English, because English have want to make our mouth look loose. Hai, niplisieko hata mimi nione. Hii freebie sasa wacha ianze. Kama unajua uko huku gafu na hujaoa, takupigia freebie 3, tafadhali tafuta mchuba. Na kama hujaitafutwa, anza kutafutana. Hiyo ni ya kukuambia tafadhali tafuta bibi ama utafute bwana. Huku hakutaki masigos. Kama huna mtoto nyumbani, utaendelea kuumia. Kama huna bibi, unatafuta pesa ya bure. Tafuta bibi, muache nyumbani, kuja uanze kufanya kazi huku. Hii pesa ni tamu ya Mwarabu. Na hii pesa ya Mwarabu haitaki kuwa sigo. Ukikuwa sigo, hakuna kitu utafanya. Nikiongea hivyo lazima niendelee na kupuliza, kwa sababu sasa mimi nimekuja kuwa, I come here to advise. I see there is something else here. Let me check. This is alaba. Hii ukikuja kuniletea makasiriko na kuvuta hivyo. Ajikaliga dhuiti hau. Hampa nini? Ajikaliga dhuiti hau. Mata ni makadrai. I want to tell you, mimi sasa nimekuwa smart sana. Mwadhani. I eat sweet. The more you eat sweet, the more you become admirable. Kama unajua huna bibi, tafadhali kijana oa. Kama unajua kama wewe unajua ni msichana na huna bwana nyumbani, tafadhali olewa. Kwa sababu kazi yako ni kulipwa, unakula Big G. Lakini mimi nikiwaambia mkununue kaproti, mnajikokota kununua proti. Tafadhali nunua proti. Kama hutaki kuoa na kuolewa, nunua kaproti ujenge kidogo kwako. Mimi nawaambia proti zangu ni genuine. Kwa sababu mimi si mkora, na mimi siwezi kuja kuibia Wakenya wenzangu wenye tuko huku gafu. Kwa hivyo fellow Kenyans, kama unataka kununua proti, nunua ya 50 by 100 pale Gilgil. Upigie Mr. Bernard na atakuconnect. Na before ulipe proti, lazima uende ufanyiwe search na upelekwe mpaka kwenye proti ziko, uone ujue hiyo mahali kama iko sawa. Proti ni 50 by 100 kwa 1,905. That is 185,000. 50 by 100 in Gilgil. And it is very affordable. And you can make it. If I can make it, you can make it. And everybody can make it. Kwa hivyo tununue proti. Namba ya Bernard kama unataka kubook proti yako ukiwa huku gafu. Na nimesema usianze kulipa proti kama hujatuma the one you trust. Aenda kuonea proti, akwambia iko sawa, na watu wengi wamenunua. Hiyo inaitwa Gulf Corner Estate. Maybe you don't know, maybe you don't have this report, but let me tell you, proti ziko za 50 by 100. Kama hutaki kununua kuoa, kama hutaki kuolewa, basi nunua proti ikuage ni kitu uko nayo Kenya. At least unajuaga niko na kitu Kenya. My friend, na Bernard 0713 341 120. Ukipigia Bernard utajipatia proti yako. Hii koti ni yangu na nilinunua nikiwa mtoto mdogo sana. Sasa saidio inafaa ifaliwe. Cheki. It has cutting. Kama hunajanunua proti, ununue proti. Please, staki ukae bila proti. Lazima niwapulizie. Kwa sababu ukiona nikipuliza, mjue tumebakisha kidogo sana. I wish Mr. Bernard can come here and comment. Uambie watu umebakisha proti gapi kwa hiyo phase 1. Please Mr. Bernard, I wish unaweza kuwa unaniwatch kwa hii live video. You are the owner, you are the CEO.
Namba ni 0713, watu wanasema ni pin. Let me pin it. Namba ya Bernard ni 0713 341 Bernard. Ndio hiyo namba ya Bernard, nimeipini hapo, utaiona. Tafadhali ndugu yangu, nunua proti. Hiyo ni kukupigia kegele, nikukwambia nikipuliza hii filibi ujue proti ziko karibu kuisha. Najua mnajiuliza kwa nini na bed over. I can speak without bedding over. I can start the farm like the farm I am selling to you. Plot 50 by 100 in Gilgil, Daras Estate. There is another estate that called Gavkona Estate. 50 by 100 for only 195,000. Hii utajinunulia ukiwa huku Gav. The only thing you need to do is to send someone with and connect with him or her with Bernard, so that he or she can go and go visit, go to site and see where these plots are. And when he or she go there, she will give you feedback or he will give you feedback. Na akisema plot iko sawa, uanze kulipa mdogo mdogo. For booking is for only 40,000. Hiyo pesa ingine unalipa mdogo mdogo with only 6 months. Sasa tumechange kwa wenye wataanza kununua saa hii. Ni 6 months hiyo balance, si mwaka mmoja tena. Wenye walikuwa nalipa mwaka mmoja, you are very lucky. But for now it is only 6 months. Sasa hii nimeanza kurudi, nimeanza kurudi. Na ili nataka kuaibisha shetani. Nataka tuonyeshe shetani hakuna kitu anafanyaga. Nataka shetani kijue hakina akili. Nataka muendelee kufollow hii page yangu, muendelee kusubscribe kwa YouTube yangu. Hiyo page nyingine ilihakiwa, tuachane nayo na tusiongee kuhusu hiyo page kwa sababu inafanya nisikia kulia Mario. Na kwa sababu sitaki kulia Mario, nyinyi tu ndio mtafanya nisilie Mario by continue following me, by continue sharing this page until turudi mahali tulikuwa. Liguaga Githogo. Miriko wa boy, you are telling me. Na kwanza Miriko wa boy ununue plot wewe. Na kama hujaolewa Miriko wa boy, tafadhali uolewe. Kama huna kacharika na kusukuma kupale inbox, tafadhali kuanza kupedeka. Mumekaa sigo sana. Ni vibaya kukaa sigo. Unajua baridi ya April venye inafanyanga watu. Unajua baridi ya July venye inafanyanga watu. Na wewe unaenda nyumbani vacation, unaenda ukiwa sigo, na unaenda April vacation wakati wa baridi. Unaenda vacation July wakati wa baridi. Wasa huna bere wala huna nyuma, kwa sababu huna mtu wa kumingo. Alafu unarudi huku tu ukiwa tu venye ulikuwa umekaa huku miaka 2, wengine wamekaa mpaka miaka 5. Tafadhali olewa na uoe, hata sio kama lazima, lakini tafadhali olewa. Uwe unatafutia mtu, unjue kenye unatafutia. Pata tutoto 2 ama 3. Hata kama moja, kila katoto kana kujaga na sahani yake. Mimi sitaki mzeekee huku Gav. Alafu mkirudi mnaanza kuanza maisha ingine, ati sasa wacha nipate mimba. Unapata mimba ukiwa 39 years. 39 years katoto kapatie miaka 20 kamalisha mpaka form 4. Wewe utakuwa na 59. Alafu kakienda university unaanza kugojeka homa, unagojeka unakufa. Alafu mtoto wako anaanza sasa kupata pesa kidogo kidogo, kwa sababu wewe ulikuwa unajifanya genius, ati unataka kupata katoto ukiwa mzee kidogo. Wacha nikwambie, tafadhali oa ukiwa saa hizi ama uolewe. Tuache hiyo kukaa sigo. Alafu unakuja Gav. Gav haitaki watu sigo. Gav inataka watu wako na watu wanawafanyia mambo yao nyumbani. Kwa sababu ukipata, the more unapata pesa huku na huna kitu unafanya nayo, the more hata you are a dormant. You are a dormant. You are a dormant. Unapata tu pesa lakini hakuna kitu inafanya. Alafu kienda nayo Kenya yote unaona ikiwa mingi, kwa sababu that is a very huge amount of money of 2 years. Hakuna kitu unafanyaga nayo. Lakini ukiwa na kabibi ama ukiwa na kabwana mnasaidiana. Lakini kuna watu wengine wako ushago wanatumia pesa za watu Gafu vibaya. Unaona mwanaume anatumia pesa na bwana yake na bibi yake huku, badala waanza kujijega. Sasa hiyo anaenda kumigo na pesa kwa kilabu, eti akienda kucelebrate corona iliisha.
Wacha niwaambie ndugu zangu, mimi nitapuliza firibi na mimi sitaki ndoa za watu siharibike nikiwa hapa. I am the chosen one and I will continue advising old and small people. I don't care whether you will listen to me and you will listen to my advice, but I will tell you the truth, fellow Kenyans. I will continue whistling the whistle because I want us to go to bed together. Kama wewe unajua uko huku, what I know is that, I'm sorry to say so, it is very difficult to find a virgin in Gulf. Wakenya wenye tumekuja, lakini afadhali ungeachwa ukiwa na katoto, isikuwe tu ati wewe uko tu, you are not on a virgin, lakini ukiwa na katoto uliacha. Lakini kuna wazazi wengine wana take you advantage, ati kwa sababu aliachiwa mtoto mmoja anataka every month atumie 20,000, ati kwa sababu aliachiwa mtoto. Dear parents, this is a message to you. If you are in Kenya, please don't hypertension those girls. Please don't give headache to these girls because alikuachia mtoto. Sasa unadhani ati atakuwa akikutumia 15,000 ama 20,000 eti kwa sababu mtoto wako alikuachia. Please, I want to tell you dear parents, muache kusukuma hawa wasichana. Ile kazi wanafanya hata wakiwa na mtoto hawezi kula 5,000 wakiwa pamoja. Lakini wewe kwa sababu mtoto wako alikuja Gulf, unataka ukuwe ukitumiwa 10,000, 15,000 ati kwa sababu uliachiwa mtoto. Dear parents, if you want to help us and if you want us back in our country with a good mind and with peace, please don't take this money. Wacha kutegemea ile pesa tunapata. Jitegemee kama kawaida. Wacha tu hii ikuwe ni side hustle ya. In case of emergency, I can help you. But don't expect this money too much because we also need to come back. This is an opportunity and we want to give it to others. We cannot stay here forever and ever. Na nimesema hivyo kwa sababu unajua wasichana wengi wenye wako huku Gulf ni gumu sana kuambia wazazi wao nyumbani. You know, it is very hard for them to tell their parents that, but deeply in mind they go through hell. Because they left their kids to their mothers, they take advantage of everything. Dear parents, tafadhali, kama unajua mtoto ni kiatu hana, sema tu tumie pesa ya kiatu. I am very sure katoto kadogo kanye umeachua hata kama ni tuwili, hata kama mnaweza tumia pesa mingi ya chakula, wacha isikue inapita 7,000. Kwa sababu pia wewe huyo ni hawezi kula sana. Lakini wengine wana take advantage. Mike iko clear? Hii mic iko very clear. This is an original mic. Ni venye tu msicheki, ni venye tu sitaki kuweka kwa guo kama za watu wa TV. This mic, I want to tell you the truth. That is what most of the girls they have. Watu wamenituma niseme hivyo. So it is not my hii si kitu iko kwa ati peke yangu. Hiyo ni kitu wasichana wengi wamepitia. But I can, because I am the voice of Gulf people, watu wengi wa Gulf, I am their voice. They can use me to pass this message to our parents. Kwa hivyo wazazi wetu, wacheni kuumiza wasichana mkisema eti mnataka pesa mingi. Tafadhali, kile kidogo inatumiwa, try to manage it, but don't expect all my salary or the salary to send to you. Hata kuna wanaume wengine wanaumizwa na mabibi zao. Kama wewe unajua ni bibi na uko Kenya, kama unajua ni bibi na uko Kenya, unajua mwanaume wako uko huku Gulf, wacha kuweka hizo expectation kubwa. Ati unasema unataka utumie 15,000, 10,000 pa Edmund. Na sahiyo hata wengine hawalipi rent. Try to understand these people in Gulf. Hatuokoti pesa. I am sorry to say so, labda mnasafikiria naisema kama naongea vibaya. Lakini pesa haiokotwi. This is just a opportunity, yeah. The difference between me and you is that I am in Qatar and I nilikuja na ndege. That is the only difference. Another difference maybe wewe unapataka pesa ya kila siku, mimi napataka mshahara ya Edmund. But if you can try to compare, especially to our girls, if you can, most of them wanapataga dhao. What is, how much is 1,000 in Kenyan money?
Like now it is 29,000. 29,000 una expect utumue 15,000 per month. Huyu mtu ako na mahitaji, alafu unataka utumie pesa yote. Try to understand as people. Wacheni kutaka kuchukua pesa mingi. Tafadhali ninawaomba. Na mimi nimewasemea. Wasichana wengi mmeniambia na mnataka hii voice ifikie wazazi wetu. Kwa hivyo wazazi wetu, wacheni kuteka advantage ya wasichana. Wacheni. Na kama wewe ni mzazi na uko Kenya, wacha kuforce mtoto wako ati akuje gav na hataki. Wacha kumforce ati kwa sababu mtoto wa fulani alikuja. Wacha yeye mwenyewe ajitakie. Hii maisha huongea mtu hii mpaka wewe unajiamulia. Lakini ukiamulia mtu, ndio maana unaona tuko na makesi mingi kwa sababu mtu alikuja na hakuwa anataka. Tu anasema nipulise Filibi. Nimepulisa. Let it be enough. Please continue sharing this video. Please continue supporting me. Let us ashame the devil who hacked my account, and let this account be more productivity of and subscribing to my YouTube channel. I am very sorry, but this deeply in my heart. Dear parents, nimewaomba sana na please mujaribu sana kuelewa watu. Kama wewe ni bibi uko Kenya, jaribu kuelewa mwanaume wako. Kama wewe ni mwanaume, acha kutumia pesa na bibi yako unakula ovyo ovyo kwa sababu ako majuu. Pesa hayokotwi. Usione ati nimeng'ana haka kasuti. Acha niweke hii mic. Unajua hii ni kifagio by the way. Ni kifagio najaribu kusimamisha. Mimi naonyeshaga mpaka behind camera zangu. Ni kifagio naweka hapa chini tu. Sidhani eti nimeomoka. Bado sijaomoka. Lakini wacha nipulize. Hii sweet inanisubua kwenda kwenu. Sio eti nimeomoka. Maisha ni gumu. Jao unakula nini? Nipe na mimi. Piga Filibi Jao. Wacha nipige. Kwa hivyo tuheshimu doa wenye mumeolewa. Tuheshimu wenye tuko huku majuu. Tuache kutumiwa vibaya. Na wewe kama uko majuu, kama hutaki pesa yako ikae kwa banki, kwa sababu ikiwa hapo haiwezi kosa kitu hata si ya maana kufanya, nunua kaproti kwa Bernard. Wacha wajua unanunua kaproti. Kwa hivyo utakuwa na excuse ya kuambia I will not send you this money because I have something I'm paying. Kuna kitu ninalipa. Wacha nipige Filibi. Watu wana enjoy hivyo. Please my dear friends, let us come together and build this nation as we always do. Watu wanauliza iko wapi tai? Nikivaa tai, sasa watu wa ofisi wataanza kunisubua. We want this guy to work in our office. Mwanaume biashara. I always keep time and I have already set my time. Ili nijue nitatoka online saa ngapi. But I cannot leave this number. I want everybody to come here to listen to this story. Ya wasichana kama hujaolewa, tafadhali enda nyumbani ukaolewe ili pesa yako uache kukula ukiwa single. Kama wewe ni mwanaume uko huko majuu, wacha kushidaga huku ukiwa single. Wacha nikwambie sisi watu tumeoa. Sisi tunafanya mambo kubwa sana nyumbani because we have the pillar. Hii pesa yako haiwezi pitia kwa mikono ya wazazi wangu, inapitia kwa mikono ya bibi yangu, and because she has a future, we do a lot. Sio ati nimekujigaba, I'm just giving an example. Hata tuseme mwanaume mwingine, mwanaume mwenye ako na bibi na bibi yako na akili, kwa sababu kuna bibi wengine kazi yao ni kusire. Mnakumbuka yule bibi wangu wa kuact. Ukiwa na bibi kama huyo, you will go crazy. Lakini ukiwa na bibi original, ukuwe na bibi sasa original, mutasaidiana sana. Lakini watu hawataki kuoa. Watu wanataka kuenda kuoa. Unataka kuoa ukiwa na miaka 39. By the time unapata mtoto mpaka ako na zile nywele za white.
mtoto ako na ndevu na mtoto ako na meno, kwa sababu mmezaa mtoto mkiwa wazee. Sasa mnazaka mtoto kazee. Unaona katoto kanatoka tu hivi, kanasema kanataka kukapatiwe manini madiganga spectacles ile ati hakaoni vizuri. Kwa hivyo Wakenya, mimi nimekuja kuambia ukweli. Tuache kukua ati hatutaki kuolewa. Mimi sitaki doa, sitaki ukipata pesa ati wewe kazi yako ni kununua maviatu zile nini. Lakini wazazi nyumbani, tafadhali mujaribu kutuelewa. Mujaribu kuelewa watu. Mimi nimetumwa na wasichana kama 27 nikiwaonyesha hizo message. By the way, ni venye tu sinaga hiyo tabia ya kuskrinshot nikiwekaga. Wasichana wanaongea ukweli. Wazazi mnaumiza wasichana huku. Na ndio na by the way wacha niwaambie sasa kaleta kama ka comedy mwanzo kucheka. Haya, by the way ushaituma pesa nyumbani, let me say mimi am a victim. Nishaitumia mtu tu pesa. Hata imagine unatumia mtu pesa na hata alikuwa amekuomba the moment umemtumia hata hawezi kufurahisha kwa bie pesa imefika. Sijui wanakuaga na hiyo roho uaga wametoa wapi ya kuitisha, lakini ya kusema tu pesa imefika hawanaga hiyo time ya kusema pesa imefika. And I don't know what happen every month. Unapata mpaka unasikiaga yani pesa venye tu pesa tuko karibu kuingia ama tumeingia. Unasikia ati anko yenu alikanyaga na hurubaru. Unasikia ati ng'ombe yenu ilimesa kikombe. Unasikia ati guka yenu amefujika mgongo. Unasikia wakati tu umeenda kuomoka tu pesa tunaanza kuingia. Unasikia ati nyumba yenu iliangukiwa na mti. Na ni nyumba ya mama yako na unajua unampenda. Wakati tu pesa tuagafu tunataka kuingia. Unasikia tu shule zimefunguliwa. Unataka sasa ulipe school fees. Wakati tu pesa tunaenda kuingia, unasikia nini? Ng'ombe ya jirani iliuma side mirror ya gari ya jirani. Sasa mnalipishwa side mirror and they always look at you. Ni tu kweli tunakuaga hivyo. Yani sijui ni kama pesa huaga imerogwa. Kwa hivyo tunataka mjue hii pesa wasasi ama masirikuni wenye mko Kenya, mjue hii pesa ni kama huaga imerogwa. Kwa hivyo wacheni tujaribu kusave. Hata ukiona hicho kisidao cha kujida ukiniambia. Sasa zingine unasikiaga tu, I'm sorry to say so but let me put it like this. Unasikiaga tu huko unapewa mpaka tukadi to harabe, lakini unaanza kusikiaga unapewa tukadi twigi. Lakini tu pesa unapewa unajaribu kutugawa, unaona hakawezi make. Lakini wanasema uko majuu. Kadi inapelekagwa sana. Na mimi ninasemaga ile kadi tunafaa kusimama nayo sana ni ya ugonjwa. Unasikia ati unajua vitu zingine zinajiletaga tu. Kwa sababu ugonjwa tunaweza simama nayo, lakini sijui nini. Shetani wewe na wewe tuache. Shetani kuwa na adabu. Shetani kuwa na akili. Shetani kichwa yako imejaa chumvi. Shetani kwani huna wazazi? Shetani kwani wewe hunaga watoto? Shetani kwani nini huaga inakusubua? Wakati tunaenda kuomoka unatuletea mambo mengine. Unasikia ng'ombe yenu ilimeza BG, ikanyongwa hapa. Sasa inaitwa daktari ifanywe postmortem na ng'ombe haijakufa. Sijui shetani unatuulizaga nini sisi. Wachana na sisi shetani. Wacha tuomoke. Tulikuja huku kuomoka, lakini badala ya tuomoke tunaboromoka. Mtu akienda nyumbani anaenda bila kitu. Mimi sitaki kusema eti nimekuja hapa nikiwa nimefurahi. Sijafurahia. Mimi niko na makasiriko sana kwa sababu ya watu wana take advantage ya hitu pesa wetu. Wachana kuhutu pesa. Mimi hata siwezi. By the way, let me tell you watu wangu. 87.5% ya watu wenye wako huku gaf mostly huaga hawajinunuli kitu. Wananunuaga wakienda nyumbani vacation. Unajipata wewe umejisahau tu. Pesa ikikuja kuna mahali inaenda, lakini si mahali inafaa iende. Ni kwa sababu wanajua huko tu wanakuambia nitumie kitu. Unajikuta hata wewe mwenyewe hujinunulika kitu. Hujisurprise mpaka na underwear. Unajikaga tu na ile moja. Alafu kwa sababu tuseme for example wasichana wa nyumba wanakuaga na uniform, hata hakubukagi akienda mall. Yeye ni kupeleka watu anatuma pesa alafu wanarudi. Lakini unaona mtu ulitumia pesa ameweka picha Facebook, akona kiguo kismart, unakubuka tu nilifanya hii kazi yote, akaenda kujidress. Na mimi sijajidress, mimi ni uniform. You change uniform to uniform. Pia sisi watu wagafu tuanze kujipenda, tuanze tujitreat pia kwa sababu hii pesa sisi ndio tunachokea.
Na mimi ndio nataka kusema, kama wewe hujaolewa, tafadhali enda ukifika, enda uolewe ukaekae huko, at least ukue na katoto uzae. Kama wewe hujaoa, tafadhali enda ukaoe. Tuache kukua hivi sigo, kwa sababu hii maisha ya gafu. By the way, ukikuja huku kae miaka 2, it is too much years we waste. Na hakuna kitu unafanyaga. Imagine miaka 2 ufanyagi kitu tu kwa sababu uko na pesa. By the time unaenda kuanza project, unajikuta wewe uko nyuma sana lakini uko na pesa. Na hiyo pesa ukienda kufanya hiyo kazi kwa sababu haiwezi make it in 2 years. Unajikuta umefanya hiyo pesa yote ya 2 years, unafanya kitu ya once kitu kimoja tu, unajipata huna kitu. Sasa wenye uliacha wako mbele yako, lakini wewe hata kenye umeanza haijamalizika na hauna kitu. Sasa unajiona tu wewe ni maskini hohehae. Unajisikia kucommit suicide. Unajifuga kaba kwa mguu, unajihang, lakini hutaki ukufe kwa sababu huwezi jiua. Unafanyaga tu hivyo. Watu wangu mimi naogeaga. Sasa lakini kuna mtu anaweza niona kama saa hii nimevaa suti. Nimevaa suti na nimevaa kofia, lakini mguu sina kitu. Niko mguu tupu wase. Niko na suti lakini niko mguu tupu. Lakini kwa sababu niko behind the camera, you cannot know. Lakini kuna mtu anaweza ako Kenya, anaingia na kasuti na ako na kiatu. Na mimi sina saa hii, nimekanyaga floor na ni baridi. Lakini mimi ni nani? Nikijaribu kusema hapa, watu wanasema jao. Watu wanasema nipulize filibi. Filibi inaleta bidii. Watu wangu. Watu wangu. Tusikuage hivyo, ati tupesa tuwetu tuwote tuisi hatujitreat. Msichana hata unakuta tu ile tule tuguali toka nato Kenya. Kuna mwingine niliona amepost kinini panty iko na tushimo, anasema sasa nitanunua wapi lini? Sitokagi nje. Wako free. Sitaki kuongea msikia kama naongea ati tabia baya, but it is true. Muelewe, kuna watu wanakaaga free kwa sababu hawana time ya kwenda kununua. Anapeleka tu atume pesa. Haezi hata pelekwa mahali anunue kitu. Na huwezi ambia Papa Siradura wako, wacha nimpe hiyo jina. Huwezi ambia Papa Siradura wako aende kwa sababu sana ndio wanafanyaga shopping. Hiyo nataka mjue hivyo. Papa Siradura wako ndio wanafanyaga shopping. Kwa sababu ni wazito. Rest in peace Papa Siradura kwetu Kenya, tulikuwa tunakupenda sana. Ndio wanafanyaga shopping. Huwezi tuma Waitito lini? Msichana hawezi tuma Waitito wake panty. Kwa hivyo utatii iligogo na friction, kwa sababu the more unakaa huku the more unanona, na ukinona the more inagogo na friction. Inararuka. Sasa ikiraruka unasikia soni kuambia, kwa sababu nimesema Waiguru sana watoto ndio sana wanafanyaga nini. Lakini nyinyi hamtaki kusikia hiyo story. Hamtaki kuelewa. Nyinyi mnajuaga tu kwa majuu. Pesa tunapataga, mnataka kuitumia venye nyinyi mnaitaka, lakini sio venye tunataka. Kwa hivyo wasasi mjue watu huumia. Na mjue watu wengi wanakaaga free. Wasichana wameumia, lakini wacha niwaongelee leo. I am here to speak on your behalf. Hii pesa mnachesaga. Tena najua kuna mtu aliamka mbele yangu na bado wako job. Mimi nimeamka saa 6. Nikaenda job na saa hii nimerudi. Na hata labda mimi mshahara yangu ni kubwa kuliko huyo msichana aliamka hiyo kitabu yote. Alafu unatumia tu pesa toke venye unataka. Kwani wewe ndiye nani? Tukue na roho ya utu. Sikue na roho baya. Alafu unaona msichana mwenye, unajua wasichana the reason why I use wasichana sana ni kwa sababu they have good heart na wako na hiyo roho ya kusaidia sana. Unaona msichana anataka kusaidia sister yake ama brother yake akuje majuu. Alafu hiyo pesa unatumia kiagent fulani kinakula. Unajua 120,000 ya Kenya kuipata huku gafu ni miezi gapi kwa wasichana? Ni miezi karibu 4. Miezi karibu 4, alafu wewe unatumia unakula. Hamutakula. Kwa hivyo mimi Kenyans, I am not here to show myself. I am here to let you know that kuna watu wakora na lazima tupigane na wao kabisa. The Wagaf is back.
Jawagaf. Mwachane na hiyo page nyingine. Sasa ni hii Jawagaf. Na mkuje muifollow na mulike tuendete. YouTube ni Jawaga Qatar. YouTube. Please. I have a lot of much to say. Na mimi ni mtu wa kubro. Vitu zenye zinasaidia watu. Na mimi sinaga ukorofi wa kitu. Kama kuna mtu nisaidia nipatie kitu ati ili nimsaidia niambie. Na aseme hapa saa hii. Kwa hivyo message ya leo nilikuwa nataka sana kwa wazazi. Wewe bibi yangu acha kunipigia, acha nikukate saa hii. Kwanza ukatwe hivyo. I cut in my wife, I talking to my many wives. Because I am a YouTuber, I am a Facebooker, I am everything. I can speak, I can do anything. So my guys, please let us come together. Let us support ourselves, and let us think about ourselves. Tuache kukaa uchi. Na msikuwe na hiyo roho ati kwa sababu uko majuu utake kutumia ati ili uonekane uko na pesa. Study with your own principles. Sio lazima utumie mtu kitu ati ili akupende. Achana wao. Sio ati ni kila kitu ati na si ni kitu kingine si ya maana. Hata unataka kurudi Kenya uende ukaanze biashara yako. Yes, I did that. Diana Jerry. Wachana, lazima tuomoke, tusiboromoke. Tumekuja huku tuomoke. Yeah, that is a very good quote of the day. And you should always think, watu wanataka ni poromoke, wanataka ni boromoke hawa. Hawataki ni omoke. That is the reality. Mimi sipendi hivyo. Nasikiaga vibaya sana kuona mtu anafinyiliwa eti kwa sababu anatekiwa advantage. Kwa sababu ako na roho ya utu na roho ya kusaidia. Sasa yeye kazi yake ni kutumika tu. Ati unasikiaga tu kuko na kitu na huko ya jirani. Wazazi wanakukibiria kuko na kitu. Hiyo si wacheni sisi turudi hata sisi tukiwa na kakitu. Hawa watu tu ndio watakuja kutucheka siku moja. Hawa watu ndio watacheka watoto wako. Hawa watu ndio watakuwa wakisema unaona yule mtoto wa nani? Alikuwa anatusaidia lakini siku hizi kilibit. Lakini nobody will remember whatever good you have done. They will always look for the mistake. Na hii Filipi nikikuja nayo ni kwa sasa tuingia kwa hiyo sekta ya most of people in this world are like referees. They will always follow you. Referee will follow you 90 minutes to look for your mistakes. Anapuliza. Akiona kakitu kidogo anapuliza. Na kuna ingine anakupea mpaka red card inawekago na hapa nyuma. Yellow card inawekago hapa. Naona haya hapa. Sababu hiyo inaweza chomoka anytime. Kwa hivyo watu wengi ni kama referee kwa hii dunia. Wanakuangaliaga tu mistake. Lakini hiyo ni mistake yenye wewe mwenyewe ulijifanyia. Kwa sababu hukuwa unajua kucontrol pesa yako. Na hiyo pesa yako ni kwa sababu ukiambiwa kitu kidogo unafanya. Wacha watu wajue wewe ni mstije. By the way, have you ever noticed those stingy people wenye wanakuaga na roho badi wako na pesa mingi? Lakini ukiwa na roho rahisi utakuwa tu ukitumika. Na pesa hautaikosa, lakini unajikuta by the end of the day huna. Hapana. Wacha tuwe tukitumika ile kitu ni emergency ama ile kitu ni urgent. Lakini sio kwa kila kitu. Ati unasikia kituguu imeisha, unaambiwa tutumie pesa ya kituguu. Ati bibi yako akisema anataka kukula mayai kesho, wewe unajifinyilia kama mwanaume, tuna pesa ulikuwa umeweka, unaenda kununua mayai. Mwambie goje kuku zitage kama mko na kuku. Kama hawezi gojea kuku itage kesho, mwambie achije hiyo kuku atoe mayai, alafu waishone. Itarudi nomo. Sisi ndio tunajiumiza tukiwa huku. Na sana hii watu wagafu. Na ndio maana unaona watu wengine watu wanaanguka huku tu. Unasikia ati mtu alikufa na cardiac arrest. Ati anakufa juu ya stress. Na ni watu wengi sana. Most of people they have died in Gulf, not only here in Qatar. And mostly hutaisikia ati mtu alikuwa mgonjwa.
nini vifo nyingi za gaf ni cardiac arrest. Unafanya postmortem, alikufa juu ya cardiac arrest kwa sababu ya pressure, under pressure. Pressure inapea mpaka unapewa pressure, unashindo who am I? Kwa nini nilikuja huku? Badala ya ucelebrate. Oh my god, celebrate. Badala ucelebrate, yani unakufa kwa sababu ya pressure, my friends. Kwa hivyo from today, watu wetu wa gaf, watu wangu wa gaf, my girlfriends, wazito, I know there is somebody who will take this point and it will help him or her. Kusaidia si baya, sijasema ni baya, lakini usikubali kutumika kila saa ati wewe unajikuta huna. Usikubali hiyo. Usikubali. Kusaidia ni vizuri sana. Tasiri husaidia. Lakini si ati ukisikia ng'ombe ya nani ilikuwa inataka kuzaa ikakosa daktari, unaambiwa ulipie daktari. Vitu zingine, kuna vitu zile agent na zile vitu unaona ni kitu ya kusaidia, lakini sio kila kitu. Ati kwa sababu mzazi wako anajua uko huku na hajui pesa unalipwa, ukimwambia nalipagwa 1,200 ya huku, anadhani ni pesa mingi kwa sababu umesema tu jina ya huku. Na hujamwambia hivyo ukiwa na huzuni, umefurahia. Sasa anadhani unalipwa 1,000,000. But kwa sababu hutaki kusema, unajikuta unaumia. Mimi leo nimevaa suti na niko na saa, time na masaa yangu imeisha, na nimewacha na hiyo filibi na kusema mununue plot kwa Bernard, and God bless you so much. Tuko pamoja sana. YouTube ni Jeo Wakatal, enda usubscribe kama huja subscribe. Facebook ni hii mpya, Jeo Wagaf. Please tuendelee tu na kufollow hii page. To follow his page. Let us work on this one. Let's forget about the old one. That one was already hacked. Na wenye walikuwa wananichukia, kuna watu walihack, and I don't care about them because God in heaven know the reason why. I will leave them to God, and I have already let me tell you. Today on Jarango show, niliona jamaa alikuwa ameletwa mwenye anakuaga kama Miguna. That guy, he made me to change my mind a lot. That guy, huyo jamaa alikuwa kwa hiyo video ya Jarango leo. Huyo jamaa alinifanya ni change mind yangu sana. Nilikuwa na vitu mingi sana zinaenda through my mind, but he made me change my mind a lot kwa sababu nilisoma vitu kwake, na nikaenda mpaka kwa YouTube yake nikasoma vitu mingi sana, na nilisikia poa sana. And he made me, he is the reason why nimesimama hapa saa hii. He is the reason why. Mimi si hata sikuwa namjua, nilimuona tu mpaka kwa YouTube ya YY. But that guy, hiyo video ya leo venye tu nilimuwatch, nikamsikiliza, alafu nikaenda kwa YouTube yake nikaangalia video 1, 2, 3 zikanibaba, zilinifanya nisikie poa sana. And I feel so nice. And I imagine, I think that guy is from Luo Lad, but he made me today to know that we are Kenyans. Hakuna mambo ya ukabila, tukikuja ni kusaidiana. Serikali tu ndio inakuaga na mambo ya ukabila, lakini sisi watu binafsi, kwa sababu ndio tunapenda kutumiwa, tunakuaga na ukabila ndani yetu. Lakini ikifika tu ni wakati wa kusaidiana, Kenyans for Kenyans, we will always be there for each and everyone. Jamaa alifanya nisikie poa sana. What if nilikuwa mjira sana niseme sita hii watch YouTube ya Jaras. Kwa hiyo what if nakuaga na ukabila sana niseme sita hii watch video YouTube ya mtu mwingine. What if nakuaga na ukabila sana niseme sita hii simama na mtu mwingine. What if najifanyanga tu mimi ni Mkikuyu sana, nataka tu kuongea lugha yangu ili tusikiana na watu wengine, lakini because I am a Kenyan and I know who I am and I know where is my dream to, I have to mingle with everyone, because people from different counties, tribes, they have good mind that can make us come together. Huyo jamaa alinisaidia sana. So from today I will be back, and I am back, and we will continue, because huyo jamaa alifanya nisikie poa sana. If you want to, his quote was, if you want
to heal. Sijui alikuwa anasema if you want to heal you must forgive. Kitu kama hiyo. Nitakuja na hiyo quote. Hiyo kitu ilifanya nisikie poa sana. Mpaka nikasikia kwa sababu you have to forgive. Kama unataka, sababu huyo mwenye alihaka account, I don't know him or her. I forgive, niliassume ninamjua na nimemsahau so that I can move on. If you want to move on, you have to forgive. I forgive the one who hacked my account, and that's why I'm now moving on. Hiyo kidoda ilikuwa hapa kwa moyo already imeenda. The reason why I forgive the one who hacked my account, and that thing haitani affect tena. Sababu hata watu wenye tunakaaga nao kwa room walikuwa wananiambia you have to do something because you have changed a lot. Walikuwa wakaniambia hiyo kitu ilikufanya nini, make sure you will not go to depression. But I said I started it, why should I not start it again? Why should I quit being on Facebook? But because of that guy mwenye niliona kwa YouTube ya Jarango, ukienda kuona hiyo video ya Jarango na kwa nice, huyo jamaa ako poa. Alinifanya nirudi na nikasikia niko poa, and I will continue without any regret, na sitaogopa kitu kwa sababu mko hapa juu yangu na niko hapa juu yenu. Tusaidiane. Na wazazi wenye mko nyumbani, tafadhali tuache kupewa watu wenye wako gulf pressure. Please, that is my request, and not my request, many girls request. Sio tu kwa sababu uliachiwa mtoto unataka kutake your advantage, unataka utumie pesa yote. Hapana. Wasichana wengi hapa, I'm sorry to say so, ni gumu sana upate for 2 years kuna msichana amenunua panty wenye wanafanya kazi ya nyumba. Mostly hata wengine wanapeaga driver aende watumie pesa. Yeye analeteaga tu receipt. Hajaitoka. Na haizi tuma bwana yake, and most of men here ndio wanaendaga shopping. Huwezi tuma mwanaume suruali ya ndani akuletee. So you have to stay. Kama una change size, kama unaenda change size, itabidi ukae bila. Na unavaa tu, si uko na uniform. Tunaenda tuedete. Ndio hiyo inakuwa advantage sana ukisikia msichana amerepiwa. Anarepiwa rahisi sana. Sababu unajua before muende kusubwana, yeye hamsubwani kwa sababu hana na anakuogopa. Wengine anakuja na kisu. So it is be very easy kufanywa vitu mingi. These people go through a lot. I wish you can understand what I'm really trying to say. So, kama unajua mtu wako wa gogaf, mtoto wako wa gogaf, please, I beg you in the name of God. Watu wanasema nikanyagie, lakini hao ni wenye hawajakuja kwa WhatsApp wakaniambia. But kuna watu wako kwa WhatsApp, watu wengi wameniambia hiyo story, and it touched my heart. Nikasikia vibaya sana. So, please, usiachie mtoto mmoja utekie msichana wako advantage. Atarudi akiwa maiti kwa sababu ya stress. Atarudi akiwa na ugonjwa kwa sababu ya stress. Atarudi akiwa hana form poa kwa sababu ya stress. Stress yenye wewe mzazi umwekea msichana wako. Wacha tupendeni, sisi tuwapende. What is ile kitu inafaa tusaidiane, nikuwe ni kitu emergency. Sio ati ni every month ikifika natuma pesa yote mimi naachwa bila pesa. Hata ikiwa mwezi katikati siwezi abueni nitume kitu nitume, kwa sababu already huaga mumepagia pesa yangu. Mnapagia pesa yangu. Tusikue na hiyo roho. Tusikue na hiyo roho. Huku tumekuja huku hatuja kuja kazi. Kazi ni mingi sana Kenya. There is a lot of job there in Kenya. But huku tumekuja kujijega. Wacheni tujijege. Wacheni wasichana wenu wajijege. Usiseme tu ni msichana hataki kujijega. Huyo msichana anataka kuwa na ploti yake, ajenge kwake. Kwa sababu most of the girls, I'm sorry to say so, they are single mothers. Lakini kwa sababu anakaa kwako wewe ukiwa baba, unatake hiyo advantage. Wacha msichana ajijege yeye mwenyewe, anunue kaploti, aende hata kama hata nunua ploti kwa Bernard. Wacha aende anunue ploti mahali kwingine. Ajenge aende akae na watoto wake. Because by the end of the day, labda akona mtoto wa mvulana. Huyo mvulana atakuja kuonyesha nini kwa guka? Hata kuja kuletwa kwa guka, atapelekwa kwa mama yake. Kwa hivyo, please, tukue pamoja. Tukue pamoja, tusaidiane pamoja, msimame na sisi. Na nimeenda. God bless you so much. Mwenye amekuja sasa unataka hii video, utaipata YouTube
nita-upload kwa YouTube yangu Jehovah Katal. Go ahead and subscribe, support me. Let us continue being together, and more will be coming bumper kwa bumper. God bless you so much. Nimewatolea kofia, nimewapigia saruti, na before niende naweza waambia niseme God bless each and everyone. God protect us and God to be with us. It is because of your power we are always here and we are always surviving. Be with us, and we love you so much, God. We believe that you love us and you will continue being with us. In Jesus' name, I pray for my people and I pray for myself, my friends and my enemies, everybody. In Jesus' name I pray. Amen. Subscribe to my YouTube channel. Follow this new page, Jehovah, and God will bless you so much. Salute. Tanivalia kakofia. Tuende sasa.